Hii ndio listi ya watu waliotekwa hivi karibuni, na huyu hapa ni Bazili Waziri ambaye ni katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kyela huyu alikuwa ni mtu makini sana katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na aliwasumbua sana CCM kwa hoja, kitendo ambacho kilipelekea kutekwa kwake mwaka wa 2025 mwezi wa 10. Na mtu wa pili anakwenda kwa jina la Nehemia Matias. Huyu alikuwa ni mtendaji katika mkoa wa Dodoma. Mtendaji huyu aliweza kutekwa mwaka wa 2025 mwezi wa 10. Kitendo cha kutekwa kwake kiliwasikitisha wengi. Ndugu walifanya harakati tofauti za kwenda kumtafuta kwenye vituo vya polisi, lakini mpaka this time hawajafanikiwa kumpata. Na mtu wa tatu ni Gerson. Huyu ni mkazi wa Mwanza, alikuwa anafanya biashara zake, lakini pia ni mwanaharakati. Huyu dogo Gerson aliweza kutekwa pia mwezi wa 10 mwaka 2025, kipindi cha utawala wa Rais Samia. Lakini kutekwa kwake kuliibua hofu kubwa kwa wakazi wa Mwanza. Watu wengi sana walisikitika, na kutoka ametekwa udogo mpaka this time hajapatikana. Na mtu wa 4 ni Ntihakanigwa Kiba. Huyo alikuwa ni mtu wa Mungu. Yeye ni mwinjilisti, lakini ambaye alikuwa sio chawa wa serikali, alikuwa akikosoa serikali. Kitendo ambacho nahisi ndio kilisababisha kuweza kutekwa kwake, ambapo alitekwa mkoani Tabora mwezi wa 10 mwaka wa 2025, na toka ametekwa mpaka this time hajapatikana tena. Na mtu wa 5 ni Dogo Lamso. Dogo Lamso huyu ni content creator wa TikTok. Alikuwa anajaribu kutoa content za kuweza kuishauri serikali, kuikosoa sehemu ambayo imekosea. Na hisi ndio kitendo ambacho, au tuseme ndio kitu ambacho kilisababisha watu waanze kumfuatilia, na mwisho wa siku alikuja kutekwa. Aliweza kutekwa mwezi wa 10 mwaka wa 2025, na mpaka this time hajapatikana. Mtu wa 6 ni Humphrey Polepole. Huyu alikuwa ni balozi Tanzania Cuba. Aliweza kutekwa mwezi wa 10 mwaka 2025. Sababu za kuweza kutekwa kwake ni vile ambavyo alikuwa akiponda serikali ya Samia na kufichua maovu. Kwa hiyo kosa lake kubwa ni kusema ukweli. Alisema ukweli, na kutekwa kwake kifupi kulikuwa kubaya kwa sababu alipigwa na kuumizwa vibaya, na ndipo akatekwa. Na namba 7 ni Abednego Sanga. Huyu hapa alikuwa ni mojawapo kati ya viongozi makini. Alikuwa ni katibu wa Bavicha jimbo la Njombe. Alikuwa mtu makini sana ambaye alikuwa na hoja za ukweli katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini aliweza kutekwa mwaka wa 2025 mwezi wa 10, na mpaka this time hajapatikana. Na mtu wa 8 ni Lobezo Lulilo. Huyu hapa pia alikuwa ni mwana Chadema, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, ambapo alikuwa anaishi kule Busega. Baada ya harakati zake hizo za chama aliweza kutekwa, na baada ya kutekwa mpaka this time hajapatikana, na hatuelewi wapi aliko. Na mtu wa 9 ni Gaspar Temba pia. Huyu hapa alikuwa ni mwenyekiti Bavicha Arusha. Huyu hapa alikuwa ni mtu fulani mwenye akili sana, anajua sana kuchallenge serikali, lakini pia alikuwa mtu muhimu sana katika Bavicha Chadema kule Arusha. Aliweza kutekwa mwaka wa 2025, na mpaka this time hajapatikana. Hatujui amekufa au mzima. Na mtu wa 10 ni Shadrack Chaula. Huyu dogo anasifika kwa ule ujasiri wake wa kuweza kuchana picha ya rais. Alipewa kesi, akapewa adhabu ya kulipa fine milioni 5. Ndugu akajichanga wakalipa, lakini alipoachiwa tu, aliporudi mtaani likaja genge la kumteka, na wakamteka, wakampoteza, na mpaka this time hafahamiki aliko, kama yupo ni hai au amefariki. Huyu hapa 11 ni Patrick Luizilo.
Huyu ni mtoto mdogo, aliweza kutekwa Goba jijini Dar es Salaam, ambapo ilikuwa ni mwezi wa 8. Kile kipindi wanatekwa watoto kwa ajili ya, wengine wanasema kwa ajili ya kwenda kubadilishwa sio figo sio nini. Kwa huyu dogo inawezekana naye alitekwa. Baada ya hapo mpaka leo hajapatikana. Inawezekana aliuawa kabisa. Mtoto mdogo hana dhambi, lakini ndio hivyo, watekaji wakishaamua lao wameamua lao tayari, washakateka katoto kwa watu. Wa 12 ni Mdude Nyagali. Mdude Nyagali mwanaharakati mashuhuri sana na kiongozi wa Chadema kanda ya Nyasa. Huyu hapa waliweza kumteka, na baada ya kumteka walimpiga vibaya mno, damu zikamwagika, na mpaka leo hajapatikana toka mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Kiufupi watekaji wana roho mbaya sana. Inawezekana, japo sina uhakika sana, watakuwa wameshamtoa roho huyu hapa Mdude Nyagali. Na wa 13 ni Deo Soka. Deo Soka naye alikuwa ni kiongozi pale Chadema wa vijana. Aliweza kutekwa, na baada ya kutekwa Deo Soka alipigwa vibaya na mpaka leo hajapatikana. Sasa kuna possibility pia Deo Soka akawa alishauawa, kwa sababu kama wangekuwa hawajamuua angepatikana, lakini mpaka this time hajapatikana. Kuna possibility walimuua. Na wa 14 ni Frank Mbise. Siku anatekwa Deo Soka, Frank Mbise naye pia alifuata. Kwa hiyo alianza Deo Soka, wakaja huyu Mbise, wakanaye wakamteka, na toka wamemteka mpaka this time hajapatikana. Kuna possibility pia huyu jamaa naye wakawa wameshamtoa roho. Yaani ninapozungumza na wewe this time anaweza kawa ametolewa roho na hili genge la utekaji ambalo limetokea hapa nchini. Na namba 15 ni Jacob Mlai. Jacob Mlai naye siku anatekwa Deo Soka na Mbise, naye alitekwa pia. Huyu jamaa alikuwa naye ni mwanaharakati mkubwa sana Bongo hapa, na kiongozi pia wa Chadema. Walimteka, na kuna possibility pia naye huyu wakawa walishamtoa roho, kwa sababu toka wamemteka harakati za kumtafuta zimefanyika za kutosha, lakini hajafanikiwa kumpata. So kuna possibility walimteka na wakamuua. Na namba 16 ni Ali Kibao. Kila mmoja anajua, anafahamu huyu ni marehemu this time. Alikuwa ni kiongozi mkubwa sana pale Chadema, kwenye secretariat ile ya juu kabisa alikuwepo mzee Kibao. Walimteka mchana kweupe ndani ya gari, then baada ya hapo walifanikiwa kumuua, na baada ya kumuua walikuja kumtupa, na baada ya kumokota ndo walikuja kutenga msiba na kuja kuzika. Mpaka this time hayupo duniani. Namba 17 ni Alhaji Mushi. Naye alikuwa ni mwanaharakati mkubwa sana hapa Bongo. Kwa sababu tu ya harakati zake za kuiponda serikali waliweza kumteka. Na baada ya kumteka harakati za kumtafuta zimefanyika, lakini hajapatikana. Kuna uwezekano, japo sina uhakika 100%, huenda wanaweza kawa walishamtoa roho, walishamuua, na mpaka this time wanaweza kawa alishaaga dunia muda mrefu kwa sababu ya hao watekaji. Na nambari 18 ni Dionis Kipanya. Huyu alikuwa ni kiongozi mkubwa sana wa Chadema pale Sumbawanga. Huyu hapa waliweza kumteka, na toka wamemteka ni mwaka this time alitekwa mwaka 2024. Kuna possibility kubwa, kwa sababu toka 2024 mpaka this time 2025 hajapatikana. Kuna uwezekano watakuwa walishamtoa roho, walishamuua, hayupo tena duniani. Na nambari 19 ni Elisha Juma. Huyu mwamba aliimba wimbo wa Jinga ndio watatiki. Baada ya kuimba ule wimbo unaonyesha uliwachukiza watawala, genge lile la watekaji. Baada ya kuwachukiza walimteka, na mpaka this time hajapatikana. Kuna possibility pia huyu, kwa sababu wametafuta sana hawajampata. Kuna uwezekano hao watekaji watakuwa walishamtoa roho, ndio maana hapatikani. Kwa hiyo inawezekana akawa hayupo tena duniani. Na wa 20 ni Boniface Mwangi. Huyu ni mwanaharakati kutoka pande za Kenya. Alikuja kusikiliza kesi ya Lissu. Baada ya wale wagenge la wauni kumstukia, waliweza kumkamata, wakamteka, wakampiga sana vibaya, lakini cha kumshukuru Mungu huyu mwamba aliweza kupona. Lakini alipelekwa hospitali kutokana na kwamba walimpiga vibaya kama unavyoona katika picha. So tunapaswa kukemea sana huu utekaji. Ni jambo baya sana ambalo linatendeka katika uongozi wa